Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa HFM 94.9 nyakati za kusisimua kutoka Mtwara, Tanzania. Siku ya 3 mwezi wa kwanza mwaka 2022 tunakutana hapa kwa ajili ya kupeana yale mazito ambayo yamekuwa yakiandaliwa kutoka nyumba ya tiba na dua. Siku pia tunayo mada nyingine nzuri, mada ambayo inakwenda kusikika leo hapa kwa mara ya kwanza. Mada gani hiyo? Tunazungumzia operation ya matumbo ama kwenda kutibu matumbo kwa dawa ya mtwentwe. Nipende kuwasalimia ndugu jamaa na rafiki, wazee wangu, baba zangu, mama zangu, dada zangu, kwa salamu iliyokuwa bora kabisa ambayo tumeamrishwa tusalimiane kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au kwa Kiswahili tunasema amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwako daima. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zanguni, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kusalimieni kwa salamu iliyo bora kabisa, kisha na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye amesifika katika kitabu chake Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu alipomsifia akisema innaka la'ala khulqin adhim. Ndugu zanguni, leo ni siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu ya leo ni siku ambayo ya utambulisho wa kipi ambacho kinaenda kutokea ndani ya nyumba ya tiba na dua. Ndugu zanguni, leo Jumatatu tunatambulisha rasmi kwenu nini? Operation ya matumbo. Operation ya matumbo kwa kutumia dawa ya mtwentwe. Operation matumbo, hebu ishike hiyo title, hiyo ndiyo tutakaotembea nayo ndani ya wiki nzima. Operation matumbo kwa kutumia dawa ya mtwentwe. Kwa nini ni operation matumbo? Ni operation matumbo kwa kutumia dawa maalum inayoitwa mtwentwe. Na kwa nini tumechagua wiki hii iwe ni wiki ya operation matumbo? Ni kwa sababu matumbo ndiyo 95% ya maradhi mengi sana yanayopatikana katika mwili na afya ya mwanadamu. 85 mpaka 90 maradhi mengi sana husababishwa au huanzia kutokea katika tumbo la mwanadamu, kwa sababu tumbo la mwanadamu ndilo linalohifadhi na kuingiza vitu vingi katika mwili wa mwanadamu. Ili mwanadamu uyapate mazuri katika afya yako, ni lazima tumbo litahusika, na hii tumbo ndio kihifadhio, ndio kianzilishi cha yale mazuri unayotaka. Maana ukila chakula ukiwa unatafuta vitamin fulani kutoka katika matunda, ni lazima ule chakula. Kwa hiyo tumbo pale katika usagaji na umeng'anyaji wake ndio kuna ile imtisas, ule ufyonzaji wa zile protein ziende katika mwili wa mwanadamu. Ukiwa unahitaji madini mbalimbali, mwili wako unahitajia madini ya aina mbalimbali. Yale madini lazima yapatikane kupitia vyakula unavyokula. Kwa katika unapokula vile vyakula vinaenda tumboni, na katika tumbo ndipo panafanyika imtisas, ufyonzaji wa madini husika yanayotakiwa katika mwili, na ili mwili wako uendelee kuwa na afya njema. Halikadhalika hivyo upande wa shilingi, ya kwamba kila kinachoingia katika tumbo la mwanadamu au vile vinavyoingia katika mwili wa mwanadamu ambavyo ni vyenye kuudhuru mwili wa mwanadamu, tumbo linahusika kwa kiwango kikubwa cha 85 mpaka 90 ya matatizo yote yanaanzia ya kimaradhi katika mwili wa mwanadamu.
kwa sababu tumbo ndilo ambalo linalopokea kemikali za aina mbalimbali, vinywaji vyenye kemikali vya aina mbalimbali, vinywaji vyenye alcohol za aina mbalimbali, tumbo linapokea tu. Tumbo linapokea vyakula vyenye kemikali, vyakula ambavyo vinaleta shida katika mwili wa mwanadamu, ni tumbo ndilo linalopokea. Na hali kadhalika, kuacha haya mambo ya kibiolojia, bali hata maradhi ya kichawi, mashetani, bado pia tumbo linahusika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tumechagua operation na tumbo kwa maana na malengo maksudi kabisa. Kwa nini usijifikirie tukafanya operation mikono, au tusifanye operation miguu, au tusifanye operation mgongo? Tumechagua tumbo kwa sababu tumbo linahusika kwa kiwango kikubwa sana kwa maradhi ambayo yanayomkuta mwanadamu, na hivyo tunaenda kufanya operation maalum. Kama jinsi ambavyo unavyosikia neno operation, maana yake kwa wenzetu huku upande wa pili huku kwa hospitalini, unaposikia huyu anafanyiwa operation, either kuna mambo mengi sana ndani yake, linahusika na mambo mengi. Uzazi pia inaweza ikawa hivyo, kibofu cha mkojo cha haja dogo inaweza ikatumika operation. Operation inaweza ikatumika kwa kidole tumbo wanasema. Operation inatumika kwa mambo mengi sana, na hata utoaji wa takataka, mafuta yaliyosheheni ndani, kukata utumbo, kupunguza utumbo. Kama vile msanii mmoja alienda kupunguza utumbo huko mbele ya safari huko, akapunguza kawa katumbo kadogo, kaenda kukata utumbo. Sasa yote hii ni operation. Kwa hiyo operation ni kukifanyia kazi kitu ambacho kipo ndani, pengine hakiwezi kufikika kwa urahisi. Sasa mtwetwe ndio operation yetu ya matumbo katika wiki hii biidhnillahi tabaraka wa taala inshallah. Ukilitafakari tumbo kwa mwanadamu ndio hazina au ndio store kubwa ya vitu vyote ambavyo anahitaji kutumia mwanadamu, vinaingia tumboni. Ndio. Mfano, wewe unaweza kuwa na masikio, katika kuumwa sikio utalalamika, kama hawakukupa ile dawa ya matonye wanaweza kukupa dawa ya maumivu umeze. Kwa nini usisage ile dawa, kama labda ni kidogo usisage ukabandika pale sikioni? Unakunywa dawa, inakwenda wapi? Tumboni. Alafu tumbo sasa ndio kuna sehemu sasa ya kusupply kwenda kufikia sasa sehemu ambapo na maumivu, ili uweze kufanyaje, uweze kupona. Kwa hiyo shida yoyote na umhusu mwanadamu akipewa huduma, ile huduma kwa asilimia kubwa inakwenda tumboni. Sasa asili ya dawa au asili ya vyakula, kuna virutubisho na kuna vingine ambayo inakuwa ni sehemu ya sumu. Ndio maana kuna sehemu ambayo inafanyaje, kuna chujio. Sasa hili chujio lisipofanya kazi vilivyo, madhara yake ndio tumekuwa tuna matatizo makubwa. Huu ni upande mmoja. Lakini ukichukulia upande wa pili, kwa hawa ndugu zetu ambao tumetangaza mambo ya kichawi, mambo ya maupepo mabaya, sawa, mashaitani haya, sehemu kuu kwa mwili wa mwanadamu, basi parking yao kuu ni wapi? Ni tumboni. Ndio maana tumekuja na usemi huu kwamba tunafanya operation matumbo kwa kutumia hii dawa ya mtwentwe. Manake kila tatizo linalokuhusu, kila tatizo lilonalo, tunakwenda kuliondosha kwa kupitia hii dawa ya mtwentwe. Nimepata kulalamikiwa kwa huu muda niliofika, nilipata kuwapokea wageni zaidi ya 10. Na hawa wageni zaidi ya 10, kila unapomsikia mmoja wapo akiongea, anaongelea kwamba nasikia hapa tumboni kuna kitu kinatembea hivi. Kipo wapi? Tumboni. Kuna mtu anasikia tumbo linaunguruma. Tumbo. Kuna mtu anasikia kama kichome kinatoka huku kinakuja huku. Tumbo. Hicho kichome hakizungumzii kwamba kipo wapi, labda kwenye mkono au kipo mguuni. Anazungumzia kipo wapi? Tumboni. Na katika tafiti zilizofanywa
wale wenzetu wale wale wenzetu wale, nikisema wenzetu unafikiri kwa umeshanipata? Ndio. Wale wenzetu wale viumbe wa ziada. Inasemwa viumbe wazito. Inasemwa kwamba wale wakikuangalia wewe wakagundua tu kwamba ni kama yani tuseme uwanja wa mazoezi, kwamba kila mmoja anaweza fanyaje, anaweza kaingia kufanya mazoezi akatoka, kufikia hatua ule mzigo wanakuja kuhifadhi tumboni kwako. Sasa kama watakuja kuhifadhia mzigo wao nani tumboni kwako, huu mzigo utautoa vipi? Inakuwa makabati. Naam, kabati la kuhifadhia nguo. Sasa wanafungulia wapi hapo? Kufungulia wapi? Hiyo ni teknolojia ambayo walionao wao. Wewe huwezi kuona. Huwezi kukuta kidonda asubuhi baada. Hapana. Haya ni mambo ambayo wanaendesha kwa taaluma ambayo walionayo. Kama ambavyo tunavyosema kama ambavyo tunavyosema kwamba huyu mtu mmeshinda naye hapa Mtwara. Sawa? Lakini anaweza kukupa taarifa baada ya dakika kadhaa usiku huo. Akwambia alikuwa amekwenda kufanya tukio Mbeya. Amekwenda kufanya tukio wapi? Dodoma. Sasa gari ndege zipo. Ndege si zile ndege za mtu mmoja. Pia kwenye ungo. Nilijua anapanda tu helikopta hizo za kawaida. Hapana. Sio hiyo. Sasa wale wengi wao katika tafiti zilizofanywa kuna ambao wanaweza kufanya tumbo lako kuwa ndio sehemu ya kuhifadhia mzigo wao au mkoba wao. Kwa hiyo unakuta mtu analalamika, tumbo nasikia kitu kinacheza huko, kuna kitu huko. Mtu halali. Ndio. Na hiyo shida imekuwa ni ya muda mrefu mno. Sasa kuja na operation ya matumbo wa dawa ya mtwentwe inakwenda kutengeneza mfumo mzima wa tumbo lako kuwa safi na salama. Na si hao tu, hata kwa wale wakina baba wale wakina baba ambao tumezungumzia kama wiki mbili zilizopita, wiki moja iliyopita, kwamba unakuta asilimia kubwa wanasema Jumapili shughuli hakuna, Jumapili mapumziko, kazi hakuna. Kila ukiulizwa na umerudi nyumbani ukiulizwa, mimi nimechoka, ni Jumapili. Jumapili kwamba kazi hakuna, mapumziko. Siku zinakwenda, mtu anavumilia, mwisho afanyaje? Anachoka, ule uvumilivu unamshinda. Sawa? Hii yote kutoa udhuru Jumapili shughuli hamna, bwana nimechoka, ni kwa sababu ya mzigo. Wengine wana mzigo upo tumboni. Kila akijaribu hata kuvuta hisia haziji, kwa sababu ule mzigo mfanyaji umekamata ile system ya nini, ya matamanio. Ile system ya kufanyaje, ya kuweza kufanya kazi ni imekamatwa. Sasa kama system imekamatwa, unafanyaje kazi? Changamoto. Tupo hapa tunasikika HFM 94.9 hapa Mtwara. Manake kuna frequency zake. Zile frequency ukizifunga, manake tena watafanyaje? Watakuwa hawasikiki. Sasa hawa wachawi hawa ndugu zetu ambao tunawazungumzia, kuna namna fulani wakipiga pini zile frequency, basi shughuli ukuta hamna. Yaani ni kama ni boxi lisilokuwa na bidhaa ambao unaweza ukalisukuma tufanyaje, hata ukija upepo fanyaje, linapeperuka linakwenda. Na uzuri Sheikh Harun ni kwamba tutapoenda kuitumia ile operation yenyewe ya mtwentwe, kwamba mtu atakapoweza kuitumia, kuna matakataka mengi sana atakayoweza kutoka katika tumbo, ambayo ni matakataka aidha ambayo yanampelekea kupatwa na baadhi ya maradhi mengi katika mwili wake, au kupungukiwa katika hiyo uliozungumza mambo ya nguvu za kiume, ikapelekea katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo katika ile matumizi ile dawa lazima mtu atatoa takataka nyingi sana, ndio maana tukasema ni operation maalum katika hali za namna hiyo. Na hapo kuna mtu hata namna ya kujisaidia ni changamoto. Yani anapata ile namna ya kupata haja ni changamoto, wanaita chochambuzi. Sawa, kula anakula, lakini akienda kutoa mzigo hautoki inavyostahiki. Maana yake kuna vitu vimegandiana, sawa, kuna zile njia zimefanyaje, zimefungwa.
Huu mtwentwe unakwenda kuzibua ile mirija yote, zile njia zote zilizofungwa. Unakuta mtu bahati mbaya unaweza kukuta sehemu ya kiuno kushuka chini, mtu analalamika, bana mimi huku uzito sana na nini, lakini chanzo chake tumboni. Kuna mzigo umeongezeka. Yaani uzito kwa sababu ya mzigo kilo 10 imewekwa kilo 10 nyingine. Mtu kukuta tumbo linakuwa zito, tumbo ukifinya hivi, yaani kama sio labda mawe yamewekwa tumboni. Huu ni mzigo umewekwa. Sasa sisi tunakwenda kufanya operation ya kutoa huu mzigo. Chochote ulichowekewa, chochote kinachokutatiza kilichopo tumboni, unakwenda kukitoa. Kuwa kuna hirizi, kuwa kuna sihiri, sio umekula umelishwa vitu gani, matakataka gani yaliyopo tumboni, kwa kutumia hii dawa ya mtwentwe tunakwenda kusafisha na kukurudisha katika hali yako ya kawaida, ili heshima yako irudi, ili thamani yako irudi, ili utu wako urudi. Na nipenda kuchukua kabla mjenda mbali. Naam. Yaani tangu tumeanza Naam. mtwentwe na operation. Naam. Lakini kuna wenzetu kwa mlekao wanasikiliza wananiuliza, kwani hiyo mtwentwe tunakwenda kuipata kwa kiasi gani? Au safari si tufike tu pale itakuwa Bilmajan? Bilmajan hii kwanza umeambiwa imetoka wapi? Inapatikana wapi? Rukwa. Ni masafa. Sawa? Ndio. Sasa kama ni masafa, maana yake ule mfumo mzima kuweza kukufikia wewe, uikute katika package yake imekaa tayari. Ndio. Huu mfumo mzima unatumia gharama. Lakini kwa sababu tupo kwa ajili ya watu, tupo kwa ajili ya kuwasaidia na kuwanusuru watu waliofungwa na kutegwa, waliobebeshwa mizigo mizito, tumbo limekuwa kama tofali, kama jiwe, tunakusudia kwenda kutoa mzigo huo. Tutafanya kwa gharama ambayo tunaamini kila mmoja ataimudu, kila mmoja ataiweza. Yaani tuanze kutunza shilingi ngapi? Si Jumamosi ndio kweli? Jumamosi. Tuanze kutunza shilingi ngapi mpaka kufika Jumamosi tuwe na mzigo ule ambao umekamilika? Leo Jumatano. Leo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Hamisi, Ijumaa, Jumamosi. Maana hapo ukitunza hata 1500 itakufikisha kule kwa kuweza kupata huo mzigo. 1500 leo. Naam. 1500 Jumanne 3000. Naam. Jumatano 1500, 4500. Naam. Alhamisi 1500. Naam. Si ndio? Naam. Ambayo ni shilingi ngapi hiyo? Inakuwa kama 6000. Sasa 6000. Sasa hiyo naam, 1500. Inakuwa kama 7500. Sasa huko kote tutoke. Kwa ajili ya kuwasaidia watu. Sawa, kwa ajili ya kuwasaidia watu. Nasema tutatoa huduma hiyo kwa gharama ambayo kila mmoja atafanyaje? Ataimudu. Tukisema gharama kila mmoja ataimudu, chukulia tu kwamba leo tuweke 1000. Kesho tuweke 1000. 2000. Kesho kutwa tuweke 1000. 3000. Na siku yake nyingine ambayo itakuwa na Alhamisi tuweke 1000. 4000. Siku yake nyingine tuweke 1000. 5000. Jumamosi unakuja kupata huduma. Kwa hiyo 2500 tunaitoa na baki 1500 tunaitoa. Sasa kama hivyo, hii itakuwa ni nauli. Itakuwa kuna ambapo tunatoka Mikindani pale tunakuja kushuka hapo. Maana yake ni huduma ambayo kila mmoja tunaamini hivyo. Kila mmoja ataimudu. Na baada ya hapo wao ndio watakuwa mashuhuda. Ndio. Kwamba nini kilichokuja kutokea kwenye mtwentwe. Na Sheikh Harun, naam, hapo tuongezea hapo. Naam. Na kwa sababu ni operation maalum. Naam. Kwa watu maalum. Ndani ya siku maalum. Naam. Siku hiyo dua itakuwa haipo. Sahihi. Siku hiyo dua itakuwa haipo. Kwa sababu operation ile inatakiwa ianziwe saa 12. Yaani mtu kwa mtu. Yaani mkono kwa mkono. Inafanyika pale pale au pale tu ile chupa naondoka. Pale. Wameli kichukua ile, piga hiyo na piga pale pale. Operation unaweza kwenda kuifanya nyumbani Sheikh.
pale pale nyumba ya tiba na dua. Kwa kama anavyosema al-akhi kwamba tunatoa taarifa rasmi siku hiyo huduma ya kisomo itasimama kwa muda. Anasema haitakuwepo manake ikiondoka hiyo itakuwa hivi. Itasimama kwanza. Naam, kwa muda. Ili kwanza tutoe takataka zilizopo katika matumbo ya watu. Okay. Tutoe machafu yaliyomo katika matumbo ya watu. Unajua al-Habib Sheikh Harun. Naam. Ulizungumzia kuhusu mambo ya tumbo, mtu ana tumbo kubwa, vitambi. Naam. Hivi unajua kwamba kuna wanawake nao wana vitambi pia? Na siku hizi hao wanawake wenye vitambi, kwanza nikwambie nikuhabarishe kidogo. Mwanamume anapokuwa umemwangalia mwanamke akagundua kwamba mwanamke ana kitambi, tayari anakuwa hapendezi kwa mwanamume. Na hili limekuwa tatizo kubwa. Ambia sasa mimi nina kitambi alafu naye ana kitambi, sasa hivyo vitambi vikikutana itakuwaje sasa? Mambo hayatakuwa si mambo, inakuwa vitambi plus. Mambo hakuna. Sawa? Lakini wakina mama wengi sababu ya kuwa na matumbo, sababu ya kuwa na vitambi, mbali ya mambo mengine ni mizigo walio nayo ndio katika matumbo yao. Tunakwenda kusafisha matumbo ya kina mama. Kwa hiyo mtwentwe kwa mimi ambaye nakunywa soda, juisi zile zenye kemikali na kemikali tumboni, ni tunakwenda kuua hizo sumu. Unajua na shahidi si kwamba mtu atakuja kukutolea ushuhuda wewe. Umejisaidia haja, umetoa nini? Chenye harufu gani? Ndio. Sawa? Manake matakataka yale suma hirizi suma nini pia atakuja kuonekana hivi mwenyewe utakuwa ni shuhuda wewe ambao tukutumia huo mtwentwe. Naam. I say ipo hivyo. Mada inapendeza sana kwa sababu pengine kuna watu naam tunashindwa kupanda milima ile Kilimanjaro kwa sababu ya vyakula pia. Ni sahihi, ya mtindo wa maisha. Naam, ni sahihi. Kwa hiyo hii shughuli itakuwa mwisho Jumamosi. Yaani kuanzia Jumamosi pale na uhakika nikitoka pale unakwenda kupiga naam. Na bendera kule kwenye kilele cha mlima utakwenda kusimika bendera kama alivyosimika mzee wetu hayati baba wa taifa ndio Mwalimu Nyerere. Unajua shekhe, naam. Vitu vingi ambavyo vinavyopelekea nguvu za kiume kutokuwepo. Naam. Kwa sababu nguvu za kiume sio ugonjwa. Naam. Bali ni vitu fulani vinavyopelekea ile hali. Sahihi. Kama tunasema baadhi ya maradhi ya moyo, sukari, mavyakula haya tunakula ni sumu. Naam. Na mambo mengine mengi. Na yote hayo ukiangalia asili yake kwanza ni tumbo. Sahihi. Yote kwa vyote asili yake ni tumbo. Tumbo ndio linakusanya makemiko makali na kupeleka katika viungo fulani na kuviathiri baadhi ya viungo vingine. Alafu kuna zile fadhalati zile yale mabaki ya mavyakula yanayokuwa yamesheheni katika kuta za matumbo au kuta za utumbo wa matumbo ya watu. Yanakwenda wapi? Yale yanazaliana ndio yanasababisha mpaka matumbo kuwa makubwa. Sahihi. Sasa katika hali ya namna hiyo, hii ndio inaenda kufanya operation maalum, kwa maana kusafisha zile kuta zote za kwenye matumbo ya watu na kubakisha yale mautumbo ya kuta za matumbo zibakie salama, zibakie safi. Sahihi. Katika hali ya namna hiyo. Sasa ndipo pale mtu ambapo atakapoitumia hiyo operation na akafanyia operation siku hiyo, kuna matakataka mengi sana ambayo atakuja kuyaona na atashangaa mno kwamba hizi taka zote nilizozitoa ndizo zilizokuwa katika tumbo langu miaka yote, miezi yote, siku zote. Yaani atashangaa sana. Atashangaa kwa kujiona amebakeni mwepesi kiwango ambacho hajataraji kuwa hivyo. Na hata wale wenye yale matumbo machango ya uzazi yale sijui matatizo ya PID zinasumbua, yote hiyo tunaenda kufanya operation. Tunaenda kufanya operation kwa dawa hiyo maalum, hata wale wenye zile vimbe zile. Yaani kwa dawa hiyo ni mujarabu sana.
Mbali ya hapo shekhe, kabla nani ukatisha kidogo, mbali ya hapo shekhe, hiyo mtwentwe kwa faida ya msikilizaji, tumepata kusikia malalamiko mengi huku, wakina mama wengi amebahatika kupata mtoto huyu mmoja, alafu amekwisha hangaika sana, hajapata mtoto mwingine. Hizi kesi zipo, tumekuja na suluhisho hiyo mtwentwe, huo mtwentwe, na tutakuambieni kwa nini imepewa hilo jina la mtwentwe, na kwa nini imepatikana huko sehemu nyingine hakuna. Kuna sababu, na hizo sababu ndio zimetusababisha sisi tupate sababu ya kuja kulieleza hilo. Na Bwana Harun, unajua huu ni mmea kama mimea mingine, lakini si kila mmea ukao unapatikana kila sehemu. Mathalan, ipo mikoa ambayo unaweza kutafuta korosho, ile miti ya mikorosho yenyewe na usipate hata kwa pevu, na ikawa ni maalum tu katika ardhi fulani kama huku kusini. Yani ardhi ya kusini ni maalum kwa mmea wa nini, wa korosho. Lakini ukienda maeneo mengine, ukaenda Bukoba huko, unaopata wapi mkorosho? Au uje uchukulie mfano ule mmea wa karafuu, ni maalum tu kwa visiwani kule Unguja, au sivyo? Wewe ukautafute mkarafuu Mbeya, utaupata wapi? Kwa hiyo tunapozungumza kwamba ni mtwentwe ambao unapatikana magharibi huko, tukikwambia kwamba huku Mtwara haupo, ni haupo kweli. Ni maalum kulingana na ardhi za eneo husika na mimea yake namna gani inavyopatikana. Kwa hivyo ni maandalizi maalum, yameandaliwa maalum kwa watu maalum na siku maalum ya kufanya operation hii, na wallahi tallahi billahi mtakuja kuona maajabu. Yaani wewe mwenyewe ndio utakayeona maajabu, na wewe ndio utakuja kuyaeleza hayo maajabu uliyoyaona katika faragha yako huko kwenye chumba maalum cha operation. Ya salam. Daktari kila mmoja alikuwa anaingia kule peke yake. Ndio. Hiyo ni operation. Ukisikia operation mnaingia watu 10. Inawezekana tukaingia 15 hapa. Ndio maana nimekuuliza operation toka lini unasikia open inaingia watu 10. Operation ni mtu tu na daktari. Ndio. Au na muuguzi. Sasa tunapojaa pale tunamaliza saa ngapi? Nilianza mmoja bwana. Na ndio maana nakwambia kisomo cha yani kisomo cha dua kitasitishwa kwanza mara moja. Okay. Utaratibu uanze huo, na kila mmoja atakayetoka pale atasema ama kweli mashallah Mwenyezi Mungu ni mkarimu. Ndio. Na ametukirimu. Na tumeona maajabu. Yaani wewe mwenyewe ndio utakayeona maajabu, na wewe utakuja kutuambia. Sio mimi tena Sheikh Hamisi yeye nikwambia vipi ni maajabu. Wewe ndio unakuja kunieleza mimi. Mashallah. Sasa nina maswali mawili ya mwisho, alafu baada hapo nawapiga stop wote. Salam. Swali la kwanza ni mtwentwe. Tunaruhusiwa kutumia nini? Mtwentwe. Bora wasiwasi Sheikh. Kesha sawa. Mimi natamka sahihi. Mimi tayari shakuwa mfipa. Unasema tunaruhusiwa kutumia watu wenye rika zote. Watu wa rika zote. Mtwentwe kuanzia kitoto kile kidogo kichanga cha leo mpaka kuna kiwango tu, lakini mtwentwe yeyote anautumia na hauna madhara yoyote. Ndio. Sawa? Hauna madhara yoyote. Ndio maana leo hapa hatumzungumzii mwanamke, hatumzungumzii mwanamume, kwa sababu tunakwenda kutibu tatizo liopo katika tumbo lako. Una matatizo ya muda mrefu. Kuna ambaye anatembea miguu inachoma sijui ganzi, chanzo chake kinatoka tumboni. Na ndugu yangu, kufikia hatua ukahisi au ukagundua maradhi yamekuja kugundulika, tayari yamekwisha kutafuna ndani zaidi ambavyo yamegundulika kwa nje au yalivyodhihiri kwa nje. Hata malaria, kufikia hatua tunasema kwamba malaria imepanda, kichwa kinauma sana, ukaenda ukapima ukagundulika kwamba una malaria, basi ile malaria imekwisha kutafuna sana tumboni.
imekusha kutafuna sana kwa ndani, ndio mpaka imefikia hatua fanyaje, inajitokeza kwa nje. Kwa hiyo huu mtwentwe hauna rika kwamba na kesho inshallah tukijaliwa nitakuja kusema kwa nini hauna rika. Kwa nukta moja tunimalizie hapo. Ndio. Mtwentwe faida yake, na kwa hii nukta ni elemeko wanamume. Ndio. Unajua viungo vya mwanamume, viungo vya mwanamume vipo ambavyo vilivyoweza kupata athari na na kuduma kutokukua. Sio nikisema hivyo unaelewa? Kuduma maana yake ni kutokukua vizuri. Naam. Kutokukua vizuri. Na kutokukua vizuri maana yake inaenda taratibu, yani ukuaji wake ni wa taratibu tofauti na umri wa mtu mwenyewe. Ndio. Kwamba kwa umri huu wewe ulikuwa unatakiwa ukue kwa hivi. Sio unanielewa vizuri? Sasa unapotumia ile mtwentwe unaenda kufumua. Sio niseme kufumua, sio kufanya nini. Sasa ndio pale ule mkongojo wa kwendea mlima Kilimanjaro unafunguka na sayari ya salama. Mengi zaidi tutakuja kuongea zaidi. Siku bado zipo. Kesho mshukuru na nini? Ya salam. Tumalizie. La kumalizia mimi kwangu ni hili. Kwa takwimu tulizonazo kwa sasa au kwa kipindi hiki, wanawake wakina mama ni wengi kuliko wanamume. Wa kuwahudumia hawa wakina mama ni sisi wanamume. Sasa ikiwa mwanamume mke mmoja ni tatizo, kila siku anamwambia ni Jumapili kwa maana kazi hakuna, una uwezo kuongeza mke wa pili? Ni ngumu. Uwezo huo huna. Kwa sababu uwezo huo huna, tunakukaribisha urudishe heshima yako, urudishe thamani yako, urudishe utu wako. Isifikia hatua mwanamume ukaonekana ni mwanamume suruali. Inafikia hatua huo tunanangwa hivyo, mwanamume suruali. Ukimwona amevaa vile amependeza, unaweza kusema kama mwanamume kweli, kumbe shughuli hakuna. Usifikie hapo. Kwa nini uteseke hali ya kuwa umeletewa mtwentwe ambao ndio suluhisho la matatizo hayo ulionayo? Ujumbe wangu ni huo. Nashukuru sana. Tumalize shaka. Naam, biidhnillah tabaraka wa taala, nipende kuambieni kwamba huo ni utambulisho wa kile ambacho tunachotaka kwenda kukianzisha kufanya siku ya Jumamosi na Jumapili. Lakini nipende kuambia kwamba kesho ni siku ya Jumanne. Kwa idhni tabaraka wa taala bado tunaendelea kupokea wageni wetu wenye kuwa na shida zao za aina mbalimbali za kimaradhi. Njoo tuweze kushauriana, njoo tuweze kuambizana ya kwetu, tumuone ya kwetu, na tujue kwa njia gani iliyokuwa bora kabisa ya kuweza kusaidia tatizo lako. Kwa hiyo usikae nyumbani ukiwa unaugulia na tatizo lako. Usikae nyumbani ukawa unalalamika tu kwamba mimi ni wakadha. Hapana. Njoo kusikiliza, sisi tunasikiliza bure kabisa, utaonana na shekhe bure na utapata ushauri bure, na kama kutakuwa na msaada wa kitiba utaelezwa ni tiba gani, kwa namna gani usaidike, na kama itakuwa ni jambo ambalo litakalohusu dua, basi utaambiwa ni dua gani ifanyike kwako, na kama itakuwa ni dua pamoja na dawa pia utaambiwa kwa idhini yake tabaraka wa taala, kwa sababu sisi tupo kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo tutakusaidia kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nikukaribishe kwa mikono miwili, karibuni. Tunapatikana maeneo ya barabara ya Nyota au barabara ya kwa Jone. Tupo jirani na Amigo. Nyumba ya tiba na dua ipo jirani na Amigo. Kwa hivyo unaweza kuwasiliana nasi nyumba ya tiba na dua kwa namba 0713 43 98 91 0713 43 98 91 au kwa namba 0758 67 85 52 0758 67 85 52. Ni wageni kusema tumo fi riayatillahi wa amni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.